Baraka TV, mwanga wa matumaini na ukombozi. Ndugu mtazamaji wa Baraka Televisheni, majira haya nasimama mbele zako kukuletea masomo mawili ya kiongozi kalenda. Na kabla ya kukuletea masomo haya mawili ya kiongozi kalenda, naomba kwanza nijitambulishe kwako kwamba naitwa Baba Askofu Julius Thomas Sikana wa kanisa la Moravian Tanzania, jimbo la Mbozi. Nimesimama mahali hapa kukuletea masomo haya mawili ya kiongozi kalenda. Sehemu ya kwanza ikiwa ni kitabu cha Mithali sura ya kwanza na ule mstari wa 7a. Neno la Mungu katika kitabu hiki lasomeka hivi: kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Na somo la pili linapatikana katika kitabu cha Wakorintho wa pili sura ile ya 13 na mstari ule wa 5. Somo hili lasomeka hivi: jijaribuni wenyewe kwamba mmekubaliwa katika imani. Jithibitisheni wenyewe, au hamjui wenyewe kwamba Yesu Kristo yu ndani yenu? Jijaribuni wenyewe kwamba mmekubaliwa katika imani. Jithibitisheni wenyewe, au hamjui wenyewe kwamba Yesu Kristo yu ndani yenu? Katika masomo haya yote mawili tunaona kwamba sehemu ya kwanza somo linasema kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa, lakini yeyote anayemcha Bwana lazima ajithibitishe kama kweli hayo maarifa amekuwa nayo. Sisi tulio Wakristo wachaji tunaomcha Bwana tuna nafasi ya kujipeleleza, lakini pia kujifanyia uchunguzi wenyewe ili tujithibitishe kama kweli tunamcha Bwana na matokeo ya kumcha Bwana kwetu yanaonekana katika maisha yetu. Na ndiyo maana katika sehemu hii ya pili nasema jijaribuni. Maana yake mjichunguze, mjithibitishe kama hiyo maarifa ambayo mnatakiwa muipate kupitia kumcha Bwana inaonekana katika maisha yenu. Labda turudi sasa kwenye sehemu na kipengele cha kwanza. Naposema kumcha Bwana tunataka kumaanisha nini? Au mwandishi wa kitabu hiki Sulemani aliyeandika kitabu cha Mithali alikuwa anamaanisha kitu gani? Kumcha Bwana ni kumpenda Mungu. Kumcha Bwana ni kumpenda Mungu. Ni neno la Mungu kwamba mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, kwa akili zako zote, lakini pia mpende kwa nguvu zako zote. Kwa hiyo kumcha Bwana ni kumpenda Mungu, lakini kumcha Bwana pia ni kumtii Mungu. Ninyi nyote mnaomcha Bwana mnapaswa kuwa watii kwa Bwana Mungu wenu, kuwa watiifu. Kumcha Bwana pia tunaweza kusema ni kumwogopa Mungu, yani kuwa na hofu ya Mungu. Kumcha Bwana ni kuchukia uovu. Ninyi nyote mnaomcha Bwana sharti mjitenge mbali na uovu na muuchukie uovu sitajwe katika maisha yenu. Lakini pia kumcha Bwana tunaweza kusema ni kumtumikia yeye. Kumtumikia yeye, si Bwana mwingine, bali kumtumikia Mungu aliye hai. Kumcha Bwana pia ni kuyatenda na kuyafanya mapenzi ya Mungu. Kumcha Bwana tena tunaweza kusema ni kumwabudu Mungu, kumfanyia ibada Mungu wetu, kutembea katika sheria yake na kutii torati yake, kuenenda katika utimilifu na uadilifu wote sawasawa na neno la Mungu linavyotutaka sisi ambao tumemwamini Yesu Kristo. Kwa ujumla, kumcha Bwana ni kuyafanya yote yaliyo mapenzi ya Mungu.
Matokeo ya kumcha Bwana ni mengi, ama faida za kumcha Bwana. Mojawapo ya faida au matokeo tunayoweza kuyapata kupitia kumcha Bwana ni kupata uzima wa milele. Tukimcha Bwana tutapata faida ya uzima wa milele. Mithali 14 mstari ule wa 27. We unayemcha Bwana unalo fungu la uzima wa milele, utapata uzima wa milele. Lakini sehemu ya pili, kumcha Bwana ni kupata maarifa. Faida ya pili, kumcha Bwana, tunapata maarifa kupitia kumcha Bwana. Ile Mithali 1 mstari wa 7, lakini pia Danieli mstari ule wa 17. Kwa habari za hao vijana 4, Mungu aliwapa maarifa na ujuzi, elimu na hekima. Danieli naye alikuwa na ufahamu katika maono yote na ndoto zote. Nini alipata Danieli? Alipata wapi ufahamu huu? Ni kutokana na kumcha Bwana. Alipata elimu na alipata ujuzi, hata katikati ya taifa akawa mtu wa kutegemewa. Lakini jambo lingine ama faida nyingine tunayoipata kupitia kumcha Bwana ni hekima. Wamchao Bwana ndani yao inakaa hekima ya Mungu. Wanapata ufahamu kupitia kumcha Bwana. Watu hupata hekima. Zaburi ya 111 na ule mstari wa 10. Zaburi ya 111 na ule mstari wa 10. Kumcha Bwana ndiyo mwanzo wa hekima. Wote wafanyao hayo wana akili njema. Sifa zake zakaa milele. Kwa hiyo wewe unayemcha Bwana utapata hekima. Utaonekana ya kuwa uko tofauti na wana wa dunia hii. Lakini faida nyingine au matokeo tunayoyapata kutokana na kumcha Bwana ni kuongeza siku za kuishi. Mwanakondoo ameshinda. Haleluya! Kupitia kumcha Bwana, kumbe tunaweza kuongeza siku za kuishi, kuongeza miaka ya kuishi. Kwa hiyo iko faida ya kwamba wale wote wanaomcha Bwana siku zao hazitakatishwa, isipokuwa watapata neema ya kuishi miaka mingi. Haleluya! Lakini ukisoma Mithali hii ya 10 mstari wa 27, anasema kumcha Bwana kwa ongeza siku. Kumcha Bwana kwa ongeza siku za mtu, bali miaka yao wasio haki itapunguzwa. Kumcha Bwana kwa ongeza siku za mtu, bali miaka yao wasio haki itapunguzwa. Ndivyo ilivyo, wale wanaomcha Bwana wanapata neema, lakini wale wasiomcha Bwana hata miaka yao ya kuishi inapunguzwa. Tunaweza kukumbuka nyakati zile, hasa hili gonjwa la ukimwi lipo kwa nguvu, tofauti na miaka hii tunavyoliona sasa. Waliokwenda na huo ugonjwa, walio wengi ni wale ambao hawakuwa wanamcha Bwana, hawakuwa na hofu ya Mungu ndani yao, na kwa sababu hiyo walipunguza miaka yao, kwa sababu walijiachia katika uovu, katika ukahaba, katika uasherati. Kumbe ule uovu wao uliotokana na kutokuwa na hofu ya Mungu, ama uliotokana na kutomcha Bwana, ulisababisha kupunguza miaka yao, hata wakawaponza na wengine katika mazingira hayo. Maana sitaki kusema kwenye kipengele hiki kwamba wote waliokwenda na ule ugonjwa walikuwa waovu. Hapana, wako wenye haki, lakini waliponzwa na wale wasio haki ambao hawamchi Bwana. Lakini faida nyingine ambayo tunaweza kuipata katika kumcha Bwana tunaweza kuiona katika kitabu cha Mithali sura ya 22 ule mstari wa 4, au Marko sura ya 10 mstari wa 29 mpaka ule mstari wa 30. Thawabu, wanaomcha Bwana watapata thawabu. Anasema ya kwamba thawabu ya unyenyekevu ambao ni kumcha Bwana ni utajiri na hekima. Thawabu ya unyenyekevu ambao ni kumcha Bwana ni utajiri na heshima, nayo ni uzima. Kwa hiyo wale wanaomcha Bwana wana faida nyingine, kwamba ndani yao wanapata thawabu ya unyenyekevu, wanapata utajiri
kupitia huo unyenyekevu wanapata heshima. We ukimcha Bwana utatajirishwa. Kumbe we ukimcha Bwana utapata heshima. Na tunajua kabisa kwamba wale wote ambao wanamcha Bwana wanayo heshima ya pekee hata katika jamii. Jamii inavyoweza kuwatazama na kuangalia ni tofauti na vile ambavyo kuna mtu yuko katika uovu, wala ndani yake hana Mungu na ndani yake hana uchaji. We unayemcha Bwana unayo heshima ya pekee. Hata kama dunia hii haitakuheshimu, lakini Mungu wa mbinguni anakuheshimu. Mbingu zinakuheshimu na jamii ya waaminio katika Kristo inakuheshimu. Na hiyo heshima ulio nayo ni heshima ya Kristo mwenyewe. Yeye aliyeshinda mauti na kuzimu anakuvuvia nguvu na heshima hiyo, lakini pia anakutajirisha katika yote kupitia kumcha yeye. Kupitia somo hili nataka nimalize kwa kuhusia kwamba kumcha Bwana kwafaa sana kwa kila mwanadamu aliyeumbwa kwa sura na kwa mfano wa Mungu. Sisi sote tunapaswa kuwa wacha Mungu, lakini kumcha kwetu Bwana kunastahili kwamba tunapaswa kutembea katika njia za uadilifu. Tusiseme tunamcha Bwana kwa maneno tu, bali iwe kwa matendo. Na neema ya Mungu iwe juu yako. Angalia mwenyewe ndani ya moyo wako kama unamcha Mungu kweli, na kama unamcha Mungu kweli au unamcha Bwana kweli, yatazame matendo yako ya kwamba njia zako zikoje. Na je, hii heshima umeipata, hii heshima inayotokana na kumcha Bwana? Na je, huu utajiri umeupata unaotokana na kumcha Bwana? Na je, huo uzima wa milele uko ndani yako kutokana na kumcha Bwana? Zichunguze njia zako, kwa kuwa yeye anayeenda kinyume cha neno la Bwana ama anayetembea katika njia mbaya, huyo yuko mbali na Mungu. Na kwa sababu hiyo hata miaka yake na siku zake zitapunguzwa. Hatapata heshima, lakini mwisho wake ataukosa ule uzima wa milele. Naomba Mungu akujalie neema mahali ulipo, na hasa wewe unayemcha Bwana. Nitoe mwito na mwaliko huu kwamba tembea katika njia za uadilifu sawasawa na matendo yako, upate kutembea katika utimilifu na ahadi za Mungu. Neema ya Mungu ikubebe na ikusaidie. Kama kuna njia zako haziko sawa mahali popote, basi mkono wa Bwana na ushuke leo kupitia neno hilo na kukutegemeza katika njia iliyo sahihi. Hatimaye utembee na Bwana, wewe na nyumba yako, lakini wewe na familia yako, wavute wote wa nyumbani mwako wapate kutembea katika njia hiyo, wote wapate kuwa wenye haki na wenye kumcha Bwana. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu na kushukuru kwa ajili ya neno hili. Asante kwa neema hii. Asante kwa matendo yako makuna ya ajabu. Wana wako wamelisikia neno hili. Naomba wajalie watembee sawasawa na neno hili. Achilia roho ya uchaji ndani yao, nao waumbike katika kicho chako. Nawe uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yao siku zote za maisha yao. Bwana, ukaonekane kwao na kujidhihirisha, na wao Bwana wakaumbike sawasawa na vile ulivyokusudia tangu mwanzo. Ile heshima yako ikaonekane kwenye maisha yao kupitia kukulicha jina lako Bwana. Ukawape neema wakatajirishwe vya rohoni na vya mwilini pia, kwa jina la Yesu Kristo anazatalia hai, na kutakia kila laheri na baraka za Bwana. Mkono wa Mungu uwe juu yako. Neema ya Bwana itembee pamoja na wewe siku zote za maisha yako, wewe na uzao wako, wewe na yote uyatendayo na kuyafanya. Bwana kakustawishe na kukutajirisha vya rohoni na vya mwilini pia, katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Baraka TV, mwanga wa matumaini na ukombozi.